Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini unashindwa kusikia sauti ya Mungu? Leo nitakuonyesha makosa matano ambayo wengi tunayafanya bila kujua, ambayo yanakufanya wewe ushindwe kusikia sauti ya Mungu. Yaani wewe huwezi kusikia sauti ya Mungu sio kwa sababu wewe sio wa kiroho sana, sio kwa sababu wewe hujui kusoma neno la Mungu, hapana. Pia ni kwa sababu kuna makosa madogo madogo ambayo unayafanya, na makosa haya mara nyingi sana unayafanya bila wewe kujua, na makosa haya yanakuzuilia wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu. Hata mimi nilikuwa natafuta majibu kwa muda mrefu, ni namna gani naweza kusikia sauti ya Mungu, lakini bado nilikuwa nashindwa kuisikia. Lakini nilipogundua tu makosa niliyokuwa nayafanya yaliyokuwa yananifanya nisiweze kusikia sauti ya Mungu, nikaanza kusikia sauti mara moja. Na kuhakikishia hata wewe unanisikiza siku leo, nitakapokuambia makosa haya yote, yani utakapokuwa unamaliza video hii, utatoka hapa ukiwa unajua kusikia sauti ya Mungu na unaisikia sauti ya Mungu clear kabisa bila chenga. Na kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni nitakuombea wewe unayetamani kusikia sauti ya Mungu. Nitakuombea Mungu aweze kusaidia uweze kusikia sauti yake. Sasa ninapokwenda kuonyesha makosa haya, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa kosa la kwanza ni kukosa utulivu baada ya maombi. Watu wengi baada ya kumaliza maombi huwa tunakimbilia kuperuzi, huwa tunakimbilia kushika simu, huwa tunakimbilia kwenye shughuli zingine. Mara nyingi sana kipindi ambacho unakuwa umemaliza maombi, wewe ulikuwa unaongea na Mungu, lakini baada ya maombi Mungu naye pia huwa anapenda kuongea na watu. Kaa kwenye utulivu ukitafakari juu ya yale uliyomwomba Mungu, na utaanza kusikia sauti kutokea ndani ikianza kusema na wewe kuhusiana na ile ambalo ulikuwa unamwomba Mungu. Na kama unashindwa kukaa kutulia, ni bora utakapomaliza maombi uende kulala moja kwa moja. Mungu aweze kusema na wewe hata kwa njia ya ndoto. Kwa sababu unapokuwa umelala, roho yako inakuwa imetulia na mwili wako pia unakuwa umetulia. Mungu anaweza kaongea na wewe na ukamsikia kwa urahisi, kuliko ile hali ya kumaliza maombi na unakimbilia kurash kwanza kufanya vitu vingine. Unakimbilia kwenye shughuli zingine, unakimbilia kuperuzi mitandaoni, unakimbilia kufanya kazi nyingine. Hicho kitu ndo kinachokuzuia wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu mpaka leo. Unaona hata kwenye kitabu cha Zaburi sura 46 na ule mstari wa 10 anasema, "Kaeni kimya mjue kwamba mimi ni Mungu." Kumbe Mungu hawezi kumjua usipokuwa katika hali ya utulivu. Mungu huwezi kumsikia usipokuwa katika hali ya utulivu. Kwa hiyo unapomaliza kufanya maombi, yawe ni maombi ya mfungo, yawe ni maombi ya usiku, usikimbilie kufanya shughuli zingine za kawaida. Kuna mwingine baada ya kumaliza maombi anakimbilia kuongea na simu. Simu ni kama distraction kwako. Simu inaweza kawa ni kizuizi cha kufanya Mungu asiweze kuongea na wewe. Mungu sio kwamba haongei na wewe, Mungu anaongea na wewe, lakini kwamba anapokuwa anakuja kuongea na wewe, wewe unakuwa na mambo mengine, unashindwa kumsikia. Kwa sababu Mungu anaongea na binadamu siku zote. Mungu anaongea na watu siku zote. Lakini shida iko ni kwenye kumsikia Mungu. Unaweza usimsikie Mungu ni kwa sababu ya mambo ambayo unayafanya kipindi unachokuwa umemaliza kufanya maombi. Kwa unapomaliza maombi, hakikisha unakaa kwa kutulia ili uweze kumsikia Mungu kwa urahisi. Mkini kosa hili la kwanza ulifanyi, lakini kosa linalokufanya usiweze kusikia sauti ya Mungu ni kosa hili la pili. Lakini kosa la pili linalokufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu ni kukaa mahali au eneo lisilo sahihi. Namaanisha kukaa katika eneo lenye vurugu, eneo lenye dhambi, mahali pasipokuwa na utulivu. Kwa mfano, kuna watu nakaa katika mazingira yaliyo karibu na baa. Kuna watu nyumba zetu zipo katika maeneo yaliyo karibu na kumbi za starehe. Unaona? Yale maeneo katika ulimwengu wa kiroho yanakuwa ni maeneo ambayo yameshachafuka. Yanakuwa ni maeneo ambayo yana mapepo mengi, yanakuwa ni maeneo ambayo yana majini mengi, yana maroho mengi machafu. Sasa yale maroho yanasababisha uzito katika lile eneo, uzito katika ulimwengu wa kiroho. Na hivyo Mungu anapokuwa anataka kuweza kuongea na wewe, anakuwa anaongea na wewe lakini sauti ya Mungu haikufikii. Utaniuliza, mtumishi wa Mungu, kwa nini unasema hayo? Je, Mungu sauti yake inaweza sikufikie? Naomba unisikize kwa makini sana. Mapepo yanaweza kuzuia sauti ya Mungu isiweze kuongea na wewe. Wachawi wanaweza kuzuia sauti ya Mungu isiweze kuongea na wewe. Kwani hujasoma katika kile kitabu cha Danieli ambapo malaika wa Mungu alizuiliwa na mkuu wa anga la Wajemi asiweze kuleta majibu ya maombi kwa Danieli? Kumbe kuna mapepo yana uwezo wa kuzuia sauti ya Mungu. Kuna mapepo yanaweza kuzuia miujiza ya Mungu ambayo Mungu analeta kwenye maisha yako, lakini mapepo yale yanakuwa yanasumbua. Maandiko matakatifu yanatuambia majibu ya Danieli yalizuiliwa kwa muda wa siku 21 yasiweze kumfikia Danieli. Yaani Danieli Mungu alikuwa ameshamjibu siku 21 kabla ya kuyapata hayo majibu. Lakini kuna roho na mapepo yaliyokuwa yanazuia Danieli asiweze kusikia sauti ya Mungu. Shida ilikuwa ni kwenye eneo la Uajemi ambalo Danieli alikuwa anakaa. Kulikuwa na mkuu wa anga ambaye alikuwa anazuia maombi na majibu ya Danieli. Kumbe hata wewe siku ya leo inawezekana huo mtaa unaokaa ndio unakufanya usiweze kusikia sauti ya Mungu. Hiyo nyumba unaokaa inakufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu. Kwani wewe hujaiona tu hata katika mfano wa kawaida kwamba kuna nyumba zingine ukienda kukaa unakabwa, kuna nyumba zingine ukienda kukaa haukabwi. Kuna nyumba zingine zina vimbwanga, kuna nyumba zingine zina vitisho, lakini kuna nyumba zingine ambazo hazina vitisho. Kuna nyumba zingine ambazo hazina shida kabisa. Ukikaa unaweza kuomba kwa muda mrefu, ukikaa unakuwa unajisikia hali ya kufunga, unajisikia hali ya kusoma neno la Mungu, lakini kuna nyumba zingine kukaa inakuwa ni shida. Kukaa inakuwa ni vituko. Sasa unaweza kufanyaje kama unakaa kwenye maeneo haya ambayo sio sahihi yanayokufanya usiweze kusikia sauti ya Mungu? Jambo la kwanza unaweza kulifanya, unaweza ukahama. Kama umepanga kwenye hiyo nyumba, hama toka kwenye hiyo nyumba, nenda kwenye nyumba nyingine.
Lakini kama nyumba ni ya kwako na hauwezi kuhama, jambo unaweza kulifanya, unaweza kumwomba Mungu utakaso, Mungu aweze kulitakasa hilo eneo ambalo unakaa. Makosa mawili ambayo nimekutajia sio makubwa sana. Hili kosa la tatu ambalo nakwenda kutajia ndio kosa kubwa sana ambalo watu wanalifanya bila hata wao kujua. Sasa kosa la tatu linalo kufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu ni kukaa na watu wabaya au watu wasio sahihi au marafiki wasio sahihi kwenye maisha yako. Kitu ambacho ukijui, mtu ana uwezo wa kuzuia sauti ya Mungu isifike kwako, kwa sababu huwezi kujua huyu rafiki ndani yake ana roho gani. Inawezekana huyu rafiki ni agent, inawezekana huyu rafiki ni mshirikina, inawezekana huyu rafiki ni mchawi, inawezekana huyu rafiki kwenye roho yake ana mizigo, na ile mizigo inaweza kumfanya sio yeye tu, mpaka watu walio karibu yake wasiweze kusikia sauti ya Mungu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 inasema, msidanganyike, kwani hamjui kama marafiki wabaya huharibu tabia iliyo njema, na tabia chanzo chake ni katika ulimwengu wa kiroho. Unapomwona mtu ana tabia fulani ya udanganyifu, unapomwona mtu ana tabia fulani ya uzinzi, ujue uzinzi sio tabia. Uzinzi umeanzia rohoni. Hiyo tabia imeanzia rohoni kwanza. Hiyo ni roho ambayo inafanya kazi kwenye maisha ya mtu. Kama unabisha, kana mtu ambaye anaomba, kana mtu ambaye ni mwombaji. Baada ya muda utaanza kuona na wewe unaanza kuomba. Kwa nini unaanza kuomba? Sio unaomba kwa sababu ni tabia yako, sio kwa sababu wewe ndani yako na roho ya maombi. Hiyo ni kwa sababu yule rafiki amekuambukiza wewe. Kwa vivyo hivyo, vitu vya kiroho vinaweza kuambukizwa. Kama unakaa na mtu ambaye ndani yake ana mapepo, ndani yake ana mashetani, ndani yake sio mtu mzuri, mtu yule anaweza kuzuia sauti ya Mungu isiweze kuja kufikia wewe. Sasa ninapokwenda kuonyesha kosa la 4, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado hujalike na unabarikiwa mpaka tulipofika, basi unaweza kulike mahali pale. Sasa kosa la 4 linalokufanya wewe usiweze kusikia sauti ya Mungu ni kuongozwa na mtumishi wa Mungu asiye na mafunuo ya kiroho. Kuna jambo la ajabu sana ambalo linaendelea kwenye mwili wa Kristo. Unajua hapo watumishi wa Mungu ambao waamini kwamba Mungu anaweza akasema na watu. Kuna watumishi wa Mungu wanaoamini kwamba Mungu akitaka kusema na mtu anasema na mtu kupitia neno lake peke yake. Ni watumishi hao waamini kwamba Mungu anaweza akasema na watu kupitia ndoto, waamini kwamba Mungu anaweza akasema na watu kupitia maono, waamini kwamba Mungu anaweza akasema na watu kupitia mazingira. Wao wanaamini kwamba Mungu akitaka kusema na mtu anasema na mtu kupitia neno la Mungu peke yake. Kuna dada mmoja alinitafuta juzi, akawa anaongea na mimi, ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi nina shida. Mimi naota ndoto nyingi sana, lakini mchungaji wangu haamini katika ndoto. Mchungaji wangu anasema kwamba ndoto watu waliota Agano la Kale peke yake, ndoto sasa hivi watu hawaoti. Unamshangaa mtumishi wa Mungu ambaye haamini hata katika ufunuo. Mtu anashindwa kujua kwamba hata kile kitabu cha Ufunuo ambacho tunakisoma kiliandikwa kwa kutumia ufunuo. Ni Yohana aliandika kutumia ufunuo peke yake, na ndio maana kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Sio kwamba kipindi ambacho Yohana alikuwa anaandika ufunuo Biblia ilikuwepo. Biblia ilikuwepo, lakini sababu Agano la Kale lilikuwa limekwisha kuandikwa lote tayari. Katika Ufunuo wa Yohana alikuwa anukuu maandiko kutoka katika Agano la Kale. Yohana alikuwa anaandika kile alichokuwa anakiona kwenye maono alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo. Lakini tunaamini Ufunuo wa Yohana, lakini leo tunaamini kwamba Mungu anaweza kusema na watu kupitia ufunuo. Na kama unakaa chini ya mtumishi wa Mungu ambaye hawezi kuisikia sauti ya Mungu, ambaye anaamini kwamba Mungu anasema na watu kupitia neno la Mungu peke yake, wewe ukiota ndoto nani atakutafsiria? Mfano mzuri wa haya ninayosema tunaupata katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 3, ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Biblia inasema kwamba Samueli amelala karibu na sanduku la Bwana. Samueli akasikia sauti inamuita Samueli, akatoka akaenda kwa kwani Eli, akamwambia kwani Eli, je, umeniita wewe? Kwani Eli akamwambia, sikukuita mimi. Akarudi akaenda kulala. Mara tatu akasikia tena sauti inamuita Samueli, akarudi na kwa kwani Eli, akamwambia kwani Eli, je, ni mimi uliyeniita? Kwani Eli akagundua kwamba huyu mtoto atakuwa amesikia sauti ya Mungu. Akamwambia hivi, utakaposikia tena kuna sauti inaita jina lako, mwambie sema na mimi, mtumishi wako anasikia. Samueli aliporudi kwenda kulala, aliposikia sauti inamuita Samueli, akamjibu kwamba sema na mimi bwana, mtumishi wako anasikia. Mungu akaanza kuongea na Samueli, kwa sababu alikuwa ameelekezwa na kwani Eli ni namna gani ya kuweza kusikia sauti ya Mungu. Kwani Eli alikuwa haamini tu katika neno la Mungu, ila kwani Eli alikuwa anaamini kwamba Mungu anaweza akasema na mtu njia dhahiri kabisa. Na nikukumbushe, sio kama kipindi cha kina Samueli Biblia haikuwepo. Biblia ilikuwepo kwa sababu Samueli amekuja baada ya kina Musa kuwepo. Ina maana vile vitabu vinne vyote vya Musa vilikuwepo, vyote vile vilikuwepo, lakini bado Mungu alikuwa na uwezo wa kusema na Samueli kwa njia ya wazi, sio kupitia neno lake, kwa njia ya ufunuo. Na kosa kubwa la 5 ambalo linakufanya usiweze kumsikia Mungu siku ya leo ni kutegemea sana wanadamu katika kusikia sauti ya Mungu kuliko kumtegemea Mungu. Kwa mfano, ni vizuri sana kukaa kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kumsikia Mungu. Ni vizuri sana kukaa kwa mtumishi wa Mungu ambaye ana karama za kinabii. Ni vizuri sana kukaa kwa mtu ambaye ana uwezo wa kumsikia Mungu. Lakini sio vizuri sana kumtegemea huyo mtumishi wa Mungu ama huyo mtu ambaye anamsikia sauti ya Mungu, kwamba kila unapohitaji kusikia sauti ya Mungu unaenda kwake. Sio vizuri sana, kwa sababu Mungu muda mwingine huwa anatamani aweze kuwa na mahusiano binafsi. Mungu muda mwingine anatamani aweze kuongea na wewe binafsi bila kupitia mtu yote. Na unapokuwa unamtegemea sana mwanadamu, hata kama ni mtumishi wa Mungu, katika kusikia sauti ya Mungu, sababu kuna kipindi Mungu atakuwa anatamani kuweza kuongea na wewe, ila utakuwa unashindwa kumsikia, kwa sababu umeshajijengea ndani yako ya kwamba mimi ninapotaka kusikia sauti ya Mungu lazima niende kwa nabii fulani, lazima niende kwa mtumishi fulani, lazima niende kwa fulani kwanza. Sio jambo zuri. Hilo jambo linakufanya kiroho uwe mlemavu. Linaita ulemavu wa kiroho, linakufanya katika ulimwengu wa kiroho uwe mlemavu. Unakuwa unamtegemea mtu fulani tu katika kusikia sauti ya Mungu. Umefika sehemu uwe na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu binafsi. Yaani wewe kama wewe una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, Mungu anatamani muda mwingine awe anaongea na wewe kwa binafsi. Na ndio maana kitabu cha Yeremia sura 17 mstari wa 5
inasema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu na maoni mwake amemwacha Mungu. Usinielewe vibaya, kumsikiliza Mungu kupitia mtu sio kitu kibaya, lakini sio muda wote huwa unamtegemea mtu katika kumsikiliza Mungu. Na maana katika channel hii huwa nawafundisha sana watu namna gani ya kuweza kumsikiliza Mungu binafsi bila kupitia mtu yeyote. Muda huu nataka nikuombee wewe ambaye unatamani kuweza kusikia sauti ya Mungu lakini bado hujaweza kusikia sauti ya Mungu. Fumba macho yako na weka mkono wako kwenye kichwa chako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, namwombea kila mmoja aliyefunga macho yake ambaye anatamani kuweza kusikia sauti yako. Mungu, namwombea kwamba akaanze kusikia sauti yako kuanzia sasa. Ninavunja kila kizuizi ambacho kimekaa kwenye maisha yake. Ninavunja kila makosa Bwana ambayo anayafanya yanayomfanya asiweze kusikia sauti ya Mungu kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, masikio yake yakafunguke na macho yake yakafunguke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Lakini pia kama umejifunza kitu kupitia video hii, niandikie kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na pia kama umebarikiwa sana na unatamani kuweza kusupport huduma hii kwa njia sadaka, unaweza kumtolea Mungu sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye skrini yako. Lakini pia kama umekuwa ukitufuatilia kwa muda mrefu sana hapa YouTube na unatamani uweze kufika kanisani kwetu, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa chini wa kulia wa skrini yako, ukanipigia simu na nikakuelekeza namna gani ya kuweza kufika kanisani. Na muda huu tumefikia mwisho wa somo hili. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusiana na kumsikia Mungu huwa wa kwanza kuyapata. Na kama umebarikiwa na video hii na bado hujalike, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.